Ujambo na karibu ndani ya JCTV, hiki ni chombo chako cha habari cha mtandaoni kutoka mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hapa tunakuletea taarifa sahihi za haraka na zenye uhakika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa mkongomani aliye nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunakuletea habari za siasa, uchumi, mazingira, jamii, michezo na kadhalika. Ndani ya taarifa zetu huwa tunakuletea uchambuzi kabisa kutoka wachambuzi wetu, lakini pia ripoti mbalimbali kutoka kwa maripota wetu. Leo ni Jumanne Mei 5, 2026. Tulionayo hii leo: chama tawala nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo UDPS kimefanya maandamano mjini Kinshasa kuunga mkono vikwazo vya Marekani dhidi ya rais wa zamani wa nchi Joseph Kabila anayetuhumiwa kuunga mkono waasi wa AFC M23 mashariki mwa nchi hiyo. Ile pesa iko inafanya ile tunaita diversion, kwa sababu wangalipaswa kutatua shida ambazo zinakumbwa raia ya Kongo. Mengi zaidi kuhusiana na taarifa hizi ni baadaye na Jeremia Sani Chawere. Na mbunge wa kitaifa Andre Mbata amewasilisha katika ofisi ya bunge la taifa pendekezo la azimio linalolenga kuwatambua rasmi kama mashujaa wa kitaifa watu watatu: Etienne Tshisekedi wa Mulumba, Kimpa Vita na Simo Kimbangu. Kuna hayo na mengine mengi, twende sote hadi tamati. Naitwa Bedi Jean de la Croix, karibu. Na sasa tuangazie kwa kina taarifa zetu. Mbunge wa kitaifa Andre Mbata amewasilisha katika ofisi ya bunge la taifa pendekezo la azimio linalolenga kuwatambua rasmi kama mashujaa wa kitaifa watu watatu, akiwemo Etienne Tshisekedi wa Mulumba, mmoja wa bunge 13 walioasisi chama cha UDPS na ambaye ni baba wa rais wa sasa Kimpa Vita, nabii mwanamke na kiongozi muhimu wa kiroho wa ufalme wa Kongo, pamoja na Simo Kimbangu, kiongozi wa kidini anayechukuliwa kama alama ya upinzani dhidi ya ukoloni, ambaye harakati zake zilisababisha kuanzishwa kwa kanisa la Kimbangu. Kwa mujibu wa mbunge huyo kutoka Dimbelenge, Kasai ya Kati, hatua hiyo inalenga kuenzi na kuthamini kumbukumbu ya taifa. Aidha, kwa mujibu wa Andre Mbata, hatua hiyo inaendana na kifungu cha saba cha sheria namba 25/057 ya tarehe 23 Desemba 2025 inayohusu kuanzishwa kwa hadhi ya kitaifa ya mashujaa wa taifa. Sheria hiyo inaeleza kuwa rais wa jamhuri ndiye mwenye mamlaka ya kuwainua watu katika hadhi ya shujaa wa taifa kwa pendekezo la bunge la taifa na seneti kupitia azimio litakalopitishwa kwa wingi na theluthi 2 ya wabunge wa kila chombo. Katika barua yake kwa spika wa bunge la taifa iliyosomwa Jumanne hii, Andre Mbata anaeleza kuwa na imani pendekezo hilo litapewa kipaumbele cha dharura na kuwasilishwa haraka katika kikao cha jumla kwa ajili ya kujadiliwa na kupigiwa kura. Lengo ni kuwezesha rais wa jamhuri kuwainua rasmi watu wao watatu kuwa mashujaa wa taifa wakati wa maadhimisho ya tarehe 30 Juni mwaka huu 2026 yatakayoadhimisha miaka 66 tangu nchi ipate huru. Hatua hii inafuatia kutiwa sahini kwa sheria ya kuanzisha hadhi ya kitaifa ya mashujaa wa taifa iliyopitishwa katika kikao cha kawaida cha Septemba 2025 katika bunge la taifa pamoja na Senate. Kifungo cha 10 cha sheria hiyo kinachohusu masharti ya mpito kinaeleza kuwa baada ya sheria hiyo kuanza kutumika, Emery Patrice Lumumba aliyekuwa waziri mkuu wa zamani na Laurent Desire Kabila rais wa zamani wa jamhuri wataendelea kubaki na hadhi yao ya mashujaa wa taifa. Andre Mbata anakumbusha kuwa hadi sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilikuwa na watambua rasmi watu wao wawili pekee kama mashujaa wa taifa. Patrice Emery Lumumba alitangazwa kuwa shujaa wa taifa na Rais Joseph Desire Mobutu tarehe 30 Juni 1966 wakati wa maadhimisho ya miaka 6 ya uhuru wa nchi. Naye Laurent Desire Kabila alipandishwa katika hadhi hiyo kupitia azimio la bunge la mpito mwaka 2001. Kwa mujibu wa Andre Mbata, kuna Wakongo wengi wengine waliostahili na wataendelea kustahili kuitwa mashujaa wa taifa, lakini walikuwa wakikosa fursa hiyo kutokana na kukosekana kwa mfumo wa kisheria unaofaa. Kwingineko ni kwamba katika wilaya ya Jugu mkoani Ituri, askari wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo MONUSCO walisindikiza wanafunzi 25 wa kidato cha mwisho kutoka Gina hadi Bunia ili kuwawezesha kushiriki kwa usalama mitihani ya taifa ya mwaka 2026. Hatua hii imechukuliwa kufuatia ombi la viongozi wa shule 3 za sekondari za Gina, eneo ambalo hivi karibuni limekumbwa na ghasia za makundi yenye silaha zilizosababisha watu kukimbia makazi yao na kupoteza maisha. Wanafunzi hao wataendelea na mitihani hiyo hadi tarehe 7 mwezi huu wa Mei kabla ya kurejeshwa Gina chini ya ulinzi wa askari
wa kulinda amani. Uingiliaji huu ni sehemu ya juhudi za kibinadamu na kiusalama za MONUSCO katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro ya silaha mkoani Ituri. Na mwishowe, chama tawala nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo UDPS kimefanya maandamano mjini Kinshasa kuunga mkono vikwazo vya Marekani dhidi ya rais wa zamani wa nchi hiyo Joseph Kabila anayetuhumiwa kuunga mkono waasi wa AFC M23 mashariki mwa nchi hiyo. Jeremia Sani Kiawere na ripoti kamili. UDPS, chama tawala nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, chaendelea na maandamano yake ya kuunga mkono vikwazo vya Marekani dhidi ya Joseph Kabila Kabange, rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mchana wa leo wanamemba wa UDPS wameanzisha operesheni mpya inayoitwa Tumba Kabila, ikimaanisha mchome Joseph Kabila. Hatua ya kwanza iliyofanywa ni kuchoma ikulu ya chama cha PPRD, chama kinachomuunga mkono rais mstaafu Joseph Kabila katika mji wa Kinshasa. Vyanzo vyasema kuwa askari polisi hawajazuia maandamano hayo. Tumejaribu kukutana na viongozi wa chama cha UDPS, shughuli zetu hazikufauli hadi tukipanda mitamboni. Upande wa chama cha rais mstaafu Joseph Kabila Kabange, Kaindo Dosile akishutumu ubaguzi wa ukabila unaoonyeshwa na chama chake rais wa Kongo Felix Tshisekedi. UDPS iko inafanya ile tunaita diversion, kwa sababu wangalipashwa kutatua shida ambazo zinakumbwa raia ya Kongo, lakini wanawaza kama Amerika Donald Trump akileta ile wanaita sanction kwa bwana rais Kabila, kama ile italeta suluhisho kwa nchi ya Kongo. Hivi tunaona kama ni diversion tu, kwa sababu shida za Kongo ni zingi, na wale ambao wanapaswa kuleta suluhisho ni bwana rais Felix Tshisekedi. Hivi wakati anawaza kama Amerika ndio italeta suluhisho kwa shida zetu za Kongo, sisi kabisa tunaona kama ni mchezo. Ile tunasema ni acharnement tu, sababu wao wanasema cohesion na wao tu wanabomola ile cohesion. Wazi tutajenga nchi namna gani wakati chama kinachotawala hakipendi watu kuishi pamoja, ni chacho kinaleta uchochozi, kinabagua, kinakuwa kuleta uadui katikati ya vyama, kinaleta uadui katikati ya raia. Wanachoma makao ya PPRD. Ilifanya nini? Hapo zamani walikuwa wamefungia kwanza activity, kusema chama cha PPRD kisifanye activity yote walikuwa wanaifungia. Sasa wanataka tena kuchoma siege. Raia wakidai kwamba ni vyema kuungana na kutatua migogoro kwa pamoja na kuchukua hatua muhimu kwa wanaovamia taifa la Kongo. Claude Musavuli yuko Masisi, Kivu Kaskazini. Tuliona wanasema wanafurahi, ndio ni maana kufurahi, kwani kuna yule ambaye anasimamia M23 na kwa Joseph Kabila, sio mambo tena ya kinanani. Alafu tuliona kwamba hiyo sio haitoshi kusema tunastoria mambo. Nini natosha ni kwa kuleta amani. Hiyo ndio kitu ya maana kwanza, na kwa kuona kuchikunja amani itapatikana namna gani, vita itaisha namna gani. Sio tu kufurahia vitu walimpata, sio ndio ni maana ni kuja mzuri kufurahia sio. Lakini hiyo kwenda barabarani, hiyo nguvu ambao walitumikisha wanaweza kuyatumikisha ili waweze kuomba wakuu viongozi wafanye juu chini ya amani irudi maeneo za huko za Masisi, maeneo za Lubero, maeneo za Ruchuru, za Kale na Goma. Mnajisikiaje wakati UDPS inaandamana kusindikiza shughuli za rais wa Marekani? Tunasema hiyo ni kitu ya maana, tunafurahi, ndio ni kitu ya maana, lakini kuandamana yao iwe ya kuandamana ya kutafuta kupata amani kwa haraka. Hiyo nguvu ambao wanatumikisha kwa kuandamana waweze kuyatumikisha kwa kuandamana juu ya kusema vikuu viongozi waweze kufanya juu chini ili amani irudi kwa haraka, kwani raia wanateseka. Waone kizi hii mambo itaisha, hii mambo ya vita, kwani vita inakuwa ikiua watu wengi, na mnaona wanafunzi walianja mkutano wao ya sheria, lakini kuna wale ambao hawakuyafanya maeneo za huko, kwani vita inakuwa. Waweze kutumikisha hiyo nguvu kwa kuomba wakuu viongozi wasifanye jambo lingine kabla hawayamaliza vita. Upande wa Beni, maeneo ambayo yakumbana na vita vya ADF, raia wakipongeza hatua ya rais wa Marekani Donald Trump. Tunasema kwanza, hata sisi wenyewe kama wahanga ni kushukuru Marekani kuona namna gani wameweza kukamata jambo la kwetu
kipaumbele ili waweze kufuatilia ni wanani ambao wanakuwa wakisapoti na hata wale ambao wanafanya siasa mbaya kwa ajili ya kuendelea kututesa sisi kama wakongomani wa mashariki ya kidemokrasia ya Kongo. Yale ambayo tutaendelea kuomba zaidi na yale ambayo naweza kutusaidia sisi kama wananchi na wahanga wakuu wa hiyo visa vingi vya mauaji vya vita ambavyo vimeweza kupita ndani ya nchi yetu, ni kuona hasa Marekani na hata nchi zingine kabambi ambao wanakuwa na hiyo uwezo ya kuongoza dunia waweze kufanya mbinu zao na ili waweze kufikia kiwango cha kuweza kumkamata huyo rais wa zamani Joseph Kabila Kabange, aweze kupita kwenye mahakama ili aweze kuadhibiwa kufatana na sheria. Unajua kwamba sisi kama wananchi zaidi sana wa mashariki ya kidemokrasia ya Kongo tumeweza kupitia vita vingi. Iko namna ya umoja wa wakongomani, kwa sababu mkongomani wa Kishasa, wa Beni, wa sijue wapi anakuwa ni mmoja tu, na katika huo umoja kapitali yetu ni moja tu, ni Kishasa, na ndio inamaanisha ya kwamba yote yanayopitika huku inahusu hao wana Kishasa, kwa sababu ni wao wanakuwa karibu na mainstitution zetu za serikali, na wakati wanafanya jambo inafika kwa haraka kwa sababu wiko katika mji. Ilibidi kwanza wao waoneshe hiyo, kwa sababu sisi tuko ndani matekani. Katika hotuba yake mapema ya Jumapili Mei 4 mwaka 2026, Augustin Kabuya, katibu mtendaji wa chama cha UDPS kinachomuunga mkono rais wa Kongo Felix Tshisekedi, ameomba Marekani kutoa hati ya kimataifa ya kumkamata rais mstaafu Joseph Kabila, na hii ikiwa kwa sasa ikizusha wimbi wa maoni mbalimbali kutoka pande ya upinzani pia na pande ya vyama tawala. Jeremia Sani Kiawere, GCTV, Beni. Ni ripoti yake Jeremia Sani Kiawere, na ni kwa ripoti hiyo ya Jeremia Sani Kiawere ndo mimi sina budi kutoa nanga. Tukutane wakati mwingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Naitwa Bedi Jean de la Croix na hii ni GCTV. Kwaheri kwa leo.